wetu hapa tupo na mwenyekiti wa shule ya msingi Mafiga. Mwenyekiti, unaitwa nani? Asante sana ndugu mtangazaji, kwa jina naitwa Shah Simbaliana, ndiye mwenyekiti wa shule ya msingi Mafiga B. Huyu ni bwana Shah Simbaliana. Kwa ujumla tunaona juhudi zake katika shule hii ya msingi Mafiga B toka pale ambapo alipochaguliwa kuwa mwenyekiti wa shule hii ya Mafiga B kuiongoza. Vipi mwenyekiti, tunaona uchimbaji wa maji ukiendelea hapa katika maeneo haya ya shule ya msingi Mafiga B. Lipi ambalo lililo kusukuma hata mpaka ukaona sasa kuna haja ya maji kwa wanafunzi? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa mujibu wa maelezo yako ni kwamba baada ya kuingia katika shule hii kwenye uongozi, moja ya changamoto ambayo niliiona ni ukosefu wa maji ya kutosha kwa wanafunzi takriban 1100 waliokuwa katika shule hii. Tumekuwa tukipata maji kutoka chanzo cha mamlaka ya maji Moruasa, lakini maji yale yamekuwa hayatoshelezi kwa sababu ni maji yanayotolewa kwa mgao. Kwa hiyo siku ambazo sisi tukiwa shuleni, zile ambazo si za mgao wa maji, basi wanafunzi wa shule hii wanaathirika sana kwa matumizi mbalimbali ya maji, ukizingatia kwamba sasa wanafunzi wanakula chakula cha mchana shuleni, lakini wanafunzi hao wanahitaji matumizi ya maji kwa ajili ya chooni na pia kufanya usafi kwenye madarasa yao. Hiyo hali imetupelekea kuona kwamba kuna shida ya maji na kuna haja ya kutafuta uwezekano wa kupata maji shuleni. Na kwa jitihada hizo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumetafuta wafadhili mbalimbali na hatimaye sasa tumepata mfadhili ambaye ameamua kuchimbia kisima chenye urefu utakaofikia takriban mita 100 shuleni. Hayo itawezesha kuwafanya wanafunzi wetu 1100 kuwa na maji ya kutosha na kuwa na uwezo wa kufanya usafi mambo mengi wakiwa shuleni. Katika uchimbaji wa kisima hiki kwa juhudi ambazo mlizozileta nyinyi pamoja na mheshimiwa diwani katika maeneo haya, vipi maji haya yatatumika na kwa wanafunzi peke yake au hata jirani wanaweza kutumia haya maji? Ukizingatia kwamba hizi ni jitihada pia za mheshimiwa diwani wa kata ya Mafiga, haya maji ni kwa ajili ya wananchi wa kata ya Mafiga bila kujali wanafunzi, na naamini kwa maji yatakayopatikana hapa yatatosheleza wanafunzi na tutakuwa na ziada kwa wote ambao watakuwa wanahitaji maji katika shule yetu. Tutawapatia mradi tu wapate utaratibu ambao tutajipangia, na hasa hususan wa kuhakikisha kwamba maeneo ya shule yanakuwa na ulinzi wa kutosha wakati watu wengine wanaingia kwa ajili ya kupata huduma ya maji shuleni. Ikiwa sasa huu ni mradi endelevu ambao uliotokana na juhudi zenu viongozi, ukiwa mwenyekiti pamoja na mheshimiwa diwani pamoja na hao ambao wafadhili waliojitolea kutoa huduma hii endelevu, vipi kuhusiana na mikakati ya ulinzi itakuwaje? Vipi kuhusiana na mikakati ya ulinzi kwa ujumla? Kwenye mikakati ya ulinzi shule hii tumejipanga vizuri sana. Katika shule za msingi katika manispaa Morogoro, sisi shule yetu tunaweza kusema tunaweza tukajipa namba 1 katika ulinzi. Sisi tuna walinzi hapa jamii ya Kimasai wasiopungua 3 wakati wa mchana, na usiku tunao zaidi ya 5, na wote wanalinda miundombinu ya shule. Na kisima hiki naamini itakuwa miongoni mwa jitihada zao za kuhakikisha kwamba kinakuwa salama wakati wote, kuanzia nyakati za mchana na usiku, lakini pia kinakuwa salama hata wakati wa matumizi. Watahakikisha hata watoto wanayatumia maji haya kwa usalama kabisa, lakini pia wakihakikisha miundombinu ya kisima inaendelea kuwa salama wakati wote. Na hili tunategemea pia kutoa elimu kwa watoto wetu, kwa wanafunzi wa shule hii, kwamba haya maji ni mali yao, wanatakiwa wayatunze ili na yenyewe yawatunze. Maana maji ni uhai, lakini yatunze maji ili nao yakutunze. Lakini pia naamini sasa watoto zetu watakuwa safi. Tunaona hii huduma ipo katika shule ya msingi Mafiga, atuelewe katika mashule mengine. Sijui ukiwa kama ni Mtanzania na huduma hii umeweza kuifanya namna juhudi zenu zilizotumia, wameweza kupata wanafunzi hawa maji katika shule ya msingi Mafiga. Je, Watanzania wenzenu mashule mengine ya Morogoro hapa jirani zenu mna taratibu zipi? Kwa kifupi ni kwamba unajua sisi kama shule ya msingi Mafiga B tulishirikiana na mheshimiwa diwani katika kupata huduma hii, na naamini jitihada za mheshimiwa diwani pia zimefanikisha kuwepo na huduma kama hii katika shule ya Mafiga A, Msifini A na Msifini B. Lakini wale ambao hawajapata huduma hii lakini wana nia kupata huduma hii, lazima wapate kuja kutuuliza tumefanyaje, au watuje wapate elimu kwetu kwa nini tumepata huduma hii na tumeipata. Lakini wakishirikiana na mheshimiwa diwani hasa wakati hii, yeye atawaelekeza mikakati yote na namna gani amefanikisha jitihada hizo. Mimi kama mwenyekiti wa shule nilikuwa naongozana hatua kwa hatua na mheshimiwa diwani, ikiwepo kama vile kupata vibali kutoka mamlaka zinazohusika juu ya uchimbaji wa visima ambao ni watu wa Wame Bonde,
ambao wametupatia kibali cha kuturuhusu kuchimba kisima katika eneo la shule, lakini kuna mamlaka zingine pia ambazo tumezihusisha kujua kama shuleni kwetu kuna maji, na baada ya uchimbaji huu pia tutahakikisha maji yetu tunayapeleka kwenye sehemu stahiki kwa ajili ya upimwaji wa haya maji. Je, yanastahili kwa matumizi ya binadamu na yatakuwa mazuri kwa matumizi gani mengineyo? Kwa hiyo hizo ni jitihada ambazo tutaendelea nazo baada ya kupata huduma hii ya maji sasa. Huyo ndio mwenyekiti wa shule ya msingi Mafiga B, kama vile ambavyo mnavyomuona. Ni jemedari huyu. Lakini sasa hivi unataka kuambia nini watumiaji wa haya maji baada ya kumaliza? Wafanyeje sasa ili kuendelea na huduma nzuri kama hii? Kwanza kwa wanafunzi wangu, jamani, nawaambia wanafunzi wote wa shule ya msingi Mafiga B, haya maji yamekuja kwa ajili yenu, na kitu chochote ukikitunza kitadumu. Kwa hiyo wao sasa wawe mfano katika kuhakikisha wanatunza huduma hiyo wanayopata, na ni huduma hii wakiitunza wao itakuwa endelevu hata kwa vizazi vijavyo. Yaani wasiishie kwamba wao wanamaliza shule basi huduma hii wanaihakikisha inabaki haitumiki tena. Wahakikishe kwamba huduma hii wao wanapomaliza shule hii wakiondoka wanawaachia wadogo zao na vizazi vingine vije viwe huduma endelevu kwa wengine. Kwa hiyo watoto kwanza wao wana wajibu mkubwa kuhakikisha wanatunza maji. Ukimuona mwenzio ana matumizi mabaya ya maji, mkanye, muelekeze, fundishe, lakini ukiona mbishi basi lifikishe kwa walimu. Na hata mimi mwenyekiti ukiniambia kwamba kuna kijana mmoja atumuoni yuko sahihi katika utumiaji wa maji, anatufanyia vurugu, wengine anataka kuharibia miundombinu yetu, lakini pia wao ndio wawe maafisa usalama wa kwanza. Wanapokaa majumbani huko wakisikia mtu anatetateta kutaka kuja kutuharibia miundombinu, basi watuletee hizo habari mapema ili tuwadhibiti wale ambao watakuwa wana nia nzuri na maji haya ambayo yatakuwa ni maji kwa ajili ya wanafunzi hao. Lakini pia wakazi wa kata ya Mafiga, hususan wale wanaotuzunguka katika maeneo yetu, watakapokuwa wanapata hadha za maji kutoka vyanzo ambavyo wanavipata sasa, wasisite kuja shuleni kwa utaratibu, na sisi tutawapa taratibu za kuyatumia haya maji bila shaka kabisa, kwa sababu ni maji yanayotakiwa kutoa huduma kwa wananchi wote, kwa wakazi wote wa Mafiga, hususan hata wale ambao wako nje ya Mafiga. Mwingine anaweza kuwa anakaa Kasanga lakini akawa anakwama huduma ya maji, anakuja na toyo lake, akituona uongozi tutamsaidia haya maji, kwa sababu hata huyu aliyetoa msaada lengo lake ni kupata thawabu kwa kila mtu atakayekuwa anakunywa maji katika kisima hiki. Kwa hiyo tunaamini na sisi tukiwaachia watu wote wakatumia hiyo, basi lengo la huyu mtu wa msaada litakuwa limetimia. Asante sana. Sasa tupate neno la mwisho kwa hawa wafadhili ambao waliotoa msaada huu. Una neno gani kwa hawa wafadhili? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwafanya kuwepo kwao duniani, lakini pia nawashukuru wao binafsi kwa kuwa na moyo huu wa kuwahudumia wengine ambao wanaonekana ni wahitaji. Sisi kwa kweli ni wahitaji wakubwa wa maji, na bila wao pengine huduma hii tusingeipata. Hilo kubwa kwangu ni kwamba nawapa shukrani sana sana sana. Yaani nashindwa kuwa na neno la kupitiliza juu ya kuwapa shukrani zangu, lakini nawaombea kila laheri kwa Mwenyezi Mungu. Awazidishie pale walipotoa, awaongezee pale walipotoa kutuletea sisi wanafunzi wa Mafiga, uongozi, walimu na staff wote wa Mafiga kwa kupata huduma hii kutoka kwao. Mungu awajalie sana, Mungu awabariki sana, na Mungu kama anavyosema awazidishie riziki ndogo ndogo na zile kubwa kubwa. Kwa uchache tu, kutokana na huduma hii kubwa kutufikia hapa shule ya msingi Mafiga B, kuna changamoto zozote zile ambazo shule ya msingi Mafiga B inakumbana nazo ambazo umejitahidi hapa na pale kuzitatua, lakini zingine zimeshindikana? Kwa hawa ambao wanakutazama kwa muda huu, au hata huyu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, ikimpendeza baada ya kusikia ujumbe huu, basi anaweza kufanya chochote. Asante sana ndugu mtangazaji. Changamoto yetu kubwa ambayo sasa hivi tumekaa nayo na tutakabiliana nayo mimi na wanafunzi hao na staff kwa ujumla ni ukosefu wa matundu ya vyoo. Kama tunavyojieleza kwamba tuna watoto zaidi ya 1100, lakini tuna staff zaidi ya 40, tuna uongozi na wageni mbalimbali wanaotutembelea shuleni. Tuna uhaba mkubwa wa matundu ya vyoo, ambapo kwa jitihada zangu binafsi kwa kweli siwezi kusema kwamba naweza kuzitatua leo, lakini isipokuwa namuomba Mheshimiwa Rais kama anatusikiliza, lakini viongozi wengine wa chama na serikali kama wanatusikiliza, wafadhili mbalimbali katika nchi hii na nje ya nchi kama wanatusikiliza kupitia ETV, basi tunaomba watuangalie kwenye eneo hili la vyoo. Vyoo vya wanafunzi vinahitajika vingi sana. Sio ukweli ni kwamba lazima tuseme tuna matundu 6 tu ya vyoo kati ya watoto 1100. Hebu wadau oneni hilo kwamba watoto wa kike wasiopungua 600 wanatumia matundu 3 na watoto wa kiume wasiopungua 500 wanatumia matundu 3. Hilo ni jambo kubwa kweli. Lakini pia jambo lingine ambalo tunalo kama changamoto shuleni ni jiko la kupikia. Ukizingatia wakati huu sasa, wakati wa kutumia
nishati salama, sisi tunakumbana na tatizo la ukosefu wa jiko zuri la kupikia, lakini na ukosefu wa hiyo nishati yenyewe salama. Tunaomba wadau wale wa gesi na nini, kama watatusaidia kutuletea mitungi ya gesi, lakini pia wakatutumia sufuria ambazo zitatumia hiyo gesi, sisi tutakuwa tayari kuzipokea, lakini pia kujengea jiko zuri ambalo linaweza likahudumia watoto wao 1000 katika shule hii. Kwani mwitikio wa wazazi sasa katika kuhakikisha watoto wao wanapata chakula shuleni umekuwa mkubwa, na watoto wengi sasa wanakula shuleni, lakini tunawapikia katika majiko hayo ambayo bado hayajawa majiko yanayotumia nishati salama. Baada ya hilo tutaweza kuonana na mwanafunzi angalau mmoja kwa niaba ya shukrani za mwanafunzi mmoja, na baada hapa tutaenda kuonana na mheshimiwa diwani kutokana na hili swala zito, swala kubwa lilotendwa, basi aweze kuyaongea kama ni shule ngapi na aweze kutoa vile vile ushawishi kwa madiwani wengine katika maeneo mengine. Muda tutaonana na mheshimiwa diwani aweze kutueleza. Njoo hapa sasa, niko na mwanafunzi miongoni mwa wanafunzi wa Mafiga B shule ya msingi. Kijana unaitwa nani? Leo mmepewa msaada wa huduma ya maji endelevu katika shule. Ni lipi ambalo lilokuwa nalo hata kuambia hawa ambao walitoa msaada na kuambia uongozi wa shule kupitia mwenyekiti wa shule? Mheshimiwa, nashukuru sana waliotoa msaada. Tunakuta maji wiki nzima yatoki. Kwa hiyo tunashukuru sana viongozi wa shule kwa kupatia kisima hiki kinachotengenezwa hapa kwa ajili ya kupatia maji. Nashukuru. Shukrani. Ni lipi ambalo lilokuwa nalo sasa kuelezea wazazi wanakutazama kwa muda huu? Nawashukuru pia wazazi kwa kutoa michango yao katika majengo, na pia tunawashukuru sana wazazi kwa kuwaleta wanafunzi wote shuleni, na tunawahimiza wazazi pia waweze kutimiza majukumu ya wanafunzi shuleni. Shukrani. Ni mimi Abdalla Ahmed Abdalla Mkanalile nikiripoti kutoka eneo hili la tukio katika shule ya msingi Mafiga. Shukrani. Ndugu wasikilizaji na watazamaji wetu, hapa sasa niko na mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mafiga B. Mwalimu unaitwa nani? Naitwa Mwalimu Ana Ngoda. Shule ya msingi ya Mafiga B imeweza kupokea mradi wa maji endelevu hapo siku za nyuma, wiki moja ambayo iliyopita. Ndiyo mwalimu, mradi huu umeupokeaje baada ya kuingia katika shule yako ya msingi ya Mafiga B? Kama mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mafiga B, nimeupokea mradi huu kwa furaha kubwa sana, kwani tulikuwa tuna changamoto kubwa sana ya maji inayokabili shule hii. Watoto walikuwa wanapata shida mno, hasa mazingira kama ya chooni, matumizi yake yanakuwa ni changamoto sana katika swala zima la usafi. Kizingatia hii ni taasisi, inapokosa maji basi hali inakuwa ngumu mno katika mazingira ya shule. Baada ya kupokea mradi huu, vipi mmejiandaje katika hali ya utunzaji wake sasa kuhusiana katika swala zima la ulinzi? Kwa kweli kama mwalimu mkuu katika shule yetu hapa tuna ulinzi madhubuti, ulinzi makini ambao tutaweza kusimamia kisima hiki uangalizi wake kwa hali kubwa. Maana ni jambo ambalo jema sana tulilofanywa katika shule yetu. Hivyo kwa swala zima la ulinzi ni watoe shaka tu, tuko makini sana. Maana tuna ulinzi madhubuti ambao unakaa hapa shuleni. Baada sasa kuletewa huu mradi kuwa katika himaya yenu, vipi huu mradi utakuwa wahusika ni wanafunzi tu au vile vile hata watu wa jirani watakuwa wanahusika na huu mradi katika swala zima la matumizi? Kwa vile kisima hiki kipo ndani ya shule, hakipo nje ya mazingira ya wakazi. Na hapa kama mnavyojua mazingira ya shule, mtu yote wa nje haruhusiwi kupita katika mazingira ya shule. Hivyo kisima hiki kitakuwa ni kwa ajili ya matumizi ya wanafunzi tu pamoja na walimu na wafanyakazi wote waliopo ndani ya shule. Nashukuru. Sasa baada ya hilo ambao hao watu waliotoa msaada wa uchimbaji wa kisima, lipi ambalo lilikuwa nalo kutaka kuelezea? Kipekee kama mwalimu mkuu ninawashukuru mno na ninawapongeza sana kwa kuifikiria shule ya msingi ya Mafiga B kuipatia kisima. Kwani ilikuwa
ni changamoto yetu kuu ambayo inatukabili shuleni hapa. Hivyo nawashukuru sana na wasisite hata kutuangalia katika changamoto nyingine tulizokuwa nazo, wakaweza kutufikiria hata kwa kuweza kutusaidia kutupunguzia changamoto nyingine. Tunawakaribisha sana katika shule yetu ya Mafiga B. Ikiwa sasa kama ni mwalimu mkuu au Mtanzania mwenye mapenzi mema na Watanzania wengine, hususan shule zenu za jirani, vipi shule zenu za jirani ikiwa kama maji sasa ni uhai? Je, mnaweza kuwashauri lolote lile ambao nao wakafanya kama vile mlivyofanya, au mlitumia mbinu gani ili nyinyi kuweza kuyapata maji haya na hao wengine wakaiga mbinu zenu ili waweze kupata msaada au huduma za maji? Niseme tu mbinu tuliopambana nayo kiujumla katika kata yetu ya Mafiga, tuna uongozi makini wa kata. Kwani kipekee mheshimiwa wetu wa kata, mheshimiwa diwani wetu wa kata hii ya Mafiga ameweza kutupambania pamoja na halmashauri yetu ya manispaa ya Morogoro, hususan mkurugenzi, afisa elimu wetu, mkuu ambaye ni mkuu wa division ya elimu na msingi, pamoja na viongozi wetu wote walikuwa bega kwa bega na sisi kutupambania ili kuweza kulipata kisima hiki. Mpaka leo hii tumekwenda kukipata. Tunawashukuru sana, na hata wenzetu ambao bado hawajapata tunawaombea waweze kupambana, waweze kupita ngazi kwa ngazi kuweza kuomba misaada kwa viongozi wetu wakubwa. Naamini watafanikiwa tu na wataweza kupata kisima kama sisi tulivyopata. Swala kubwa ilikuwa vile vile haya, sababu maji ni uhai, maji ni muhimu kwa mwanadamu. Lakini ilikuwa ni utekelezaji wa sera na irani za Chama cha Mapinduzi. Kama imekuwa ni utekelezaji wa sera na irani za Chama cha Mapinduzi, hususan katika swala zima la maji, lipi ambalo lilikuwa nalo kwa muda huu kutaka kumjuza sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa muda huu kutokana na huduma hizi ambazo zinazoendelea? Kwanza kabisa nipende tu kwanza kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa jitihada kubwa anazozidi kuzifanya katika nchi yetu kwa kuweza kutupambania hadi kupunguza changamoto hizi. Kwani kupitia hata hawa viongozi wetu ambao wameweza kutupatia kisima hiki, bila mheshimiwa wetu, Mheshimiwa Rais, tusingeweza kupata. Hivyo pongezi kubwa sana nimpe mheshimiwa wetu, na ninamuombea maisha marefu na mitano mingine tena aweze kupita ili azidi kutupambania katika kutatua changamoto zetu katika shule zetu. Shukrani. Mimi Ahmed Abdalla Mkanalile nikiripoti toka eneo hili la tukio. Shukrani jazili. Asante sana. Tunapata maelekezo kutoka kwa wanafunzi hapa baada ya kuwafikia huduma hii ya maji katika shule ya msingi Mafiga. Binti, unaitwa nani? Naitwa Shadia Ramadhani. Unataka kuzungumza nini kutokana na huduma hii ya maji iliyofikia katika shule ya msingi Mafiga? Nataka niseme umuhimu wa maji kwa sababu umuhimu huu wa maji, kwanza nitoa shukrani zote kwa mwenyekiti aliyeweza kutuletea maji hapa shuleni, kwa sababu tulikuwa kwanza tuna uhaba wa maji. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutuletea maji kwa sababu yana umuhimu kwa wanafunzi. Kwa mfano wanafunzi wakienda katika michezo mbalimbali, huwa wakati wanacheza uoga wana kiu. Kwa hiyo maji haya huwa yanasaidia, kwa yana umuhimu mbalimbali. Na hawa ambao waliotoa msaada si vipunde tutakuwa ni wenye kuwafikia. Unataka kuambia nini kutokana na hii huduma hii nzuri ambao iliyotokea katika shule ya msingi Mafiga? Mimi pamoja na wanafunzi wenzetu tunasema tunashukuru sana kwa sababu tunashukuru sana kwa sababu wametuletea maji, kwa tuna shida ya maji kusema kweli. Na bado changamoto zingine tunaomba situache nyuma. Kuna changamoto mbalimbali, sio maji peke yake, hata madawati, wanafunzi wanateseka kukaa chini. Vyoo vya wavulana wanaweza kukojoa vyoo, yani ovyo ovyo. Na kama maji, vyanzo vya maji vilivyokuja hapa shuleni vinaweza kusaidia hata watoto wale wadogo kwa chooni kule kujisaidia kwa usafi, pamoja na hapa mstarini bendi zile za kupigia ngoma wakati wa mstarini. Kwa hiyo kwa pamoja tunasema asante.
Sasa tunaona moja kwa moja wanafunzi hapa wakirukaruka wakishangilia swala zima la maji. Maji, maji.